Sekarabari avasata brata makatope. Reveketeria nikapakosi anda mashafa tabara. Asante Bwana Yesu. Asante mfalme wa wafalme. Asante Yesu kwa sababu wewe sawa. Asante kwa rehema zako ambazo ni mpya kila siku Bwana. Asante kwa matendo yako ya ajabu na ya kutisha katikati yetu. Ribarikiwe na kupewa sifa lako. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you my Father. Hallelujah. Amen. Mpe Yesu makofi mengi sana. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Naomba tukalie mstari wa mbele. Kalie mstari wa mbele peke yake. Asiwepo mtu amekaa mstari wa nyuma. Asante sana Yada Voice. Mpigie Yesu makofi kwa Yada Voices. Na waomba tukalie mstari wa mbele tu. Wa mbele peke yake. Asa hapa. Asha nisaidie kuwapanga wa kwanza mwishoni. Tumeendelea nayo mpaka sasa mwezi wa ngapi? Mwezi wa 4. Haleluya. Mungu awabariki sana. Labda kwa wale ambao wafahamu Kodia ni nini? Kodia ni kongamano la neno na maombi. Amen. Ambalo tunakuwa tunafunga kwa siku 5. Na tumesema hivi, tunafunga mwanzoni mwa mwezi. Tunafunga mwanzoni mwa mwezi. Kwa sababu shabaha yetu, tukagundua kwamba shabaha yetu hasa ni kuhakikisha tunafanya mambo matatu. Sema matatu. Jambo la kwanza, tunataka kujiweka wakfu. Sawa jamani? Tunataka kujiweka wakfu kwa ajili ya Bwana. Consecration, kujiweka wakfu kwa ajili ya Bwana. Sababu ya kwanza, kujiweka wakfu kwa ajili ya Bwana. Kujiweka wakfu kwa ajili ya Bwana. Tunaposema kujiweka wakfu tunamaanisha nini? Kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya 2 mstari wa 20 na 21. Anasema hivi, katika nyumba kubwa havimo vyombo vya fedha na dhahabu peke yake, bali kuna vyombo vya fedha, vyombo vya dhahabu na vyombo vya udongo na vyombo vya shaba na vya chuma. Anasema katika vyombo sasa viko vyombo vya heshima na visivyo na heshima. Kwa hiyo sisi ni watoto wa Mungu wote, lakini kati yetu sisi tunatofautiana. Viko vyombo vya Mungu vya heshima na viko vyombo vya Mungu visivyo na heshima, ijapokuwa vyote ni vyombo vya Mungu. Sawa? Sasa mstari wa 21 anasema, ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga nao, atafanyika kwa chombo cha heshima kimfaacho Bwana, kimeandaliwa kwa kila kazi njema. Kwa hiyo sasa, kinachofanya katika vyombo vya udongo, vyombo vya dhahabu, vyombo vya fedha, vyombo vya mti ambao vipo katika nyumba ya Mungu, kinachofanya vingine viwe vya heshima na vingine visivyo na heshima ni kitu kimoja tu, kujitakasa. Sawa? Sasa kujitakasa kwenye Kiingereza ni consecration. Consecration, kujitakasa hapa ni kujitenga, yani kujiweka wakfu, ambayo Kiingereza ni consecration. Na ngoja nitoe maana kujiweka wakfu. Kwa mfano, wewe unaamua kwamba utafanya biashara ya kufuga mbwa. Umeamua kufuga mbwa. Sawa jamani? Umeamua kufuga mbwa. Ukiamua kwa mfugaji wa mbwa, njoka hapa. Fred, njoka hapa. Ukiamua kwa mfugaji wa mbwa, umeletewa mbwa, umeagiza mbwa kwamba upewe wa kufuga, ukaletewa mbwa. Baada ya kuletewa mbwa, ukajikuta kwamba ulikuwa hujanunua vyombo maalum vya kulia mbwa. Sawa?
Kwa unaamua unachukua sahani moja wapo ambayo ulikuwa unatumia wewe na watoto wako na familia yako, unaamua kumpa mbwa wako aliye, sawa? Kwa hiyo ulikuja nunua chakula cha mbwa, ulikuja nunua vyombo vya mbwa pia. Unaamua unachukua sahani moja wapo, unachukua sehemu ya chakula ambacho ulikuwa unakula wewe, unampa mbwa wako anakula, sawa? Siku ya kesho vile vyombo vyote vinasafishwa, ulivyolia wewe vinasafishwa, na alivyolia mbwa pia vinasafishwa. Sabuni ile ile, sawa? Maji safi, vyote. Lakini ile sahani ambayo alilia mbwa, kwa sababu najua ni ya mbwa, unaiwekea alama, si ndivyo? Ikitokea mtoto wako bahati mbaya hakupata maelekezo ya kwamba hii sahani ni ya mbwa, ila wao unaijua ni ya mbwa, akakupakulia chakula akakuletea kwenye sahani ambayo jana alilia mbwa, wewe utajisikiaje? Utakula kile chakula? Utakula kile chakula? Hautakula, si ndivyo? Hautakula, si kwa sababu chakula ni kichafu, kwa sababu kimepakuliwa kwenye sahani ambayo imetengwa kwa ajili ya mbwa. Na sio kwa sababu sahani ni chafu, imesafishwa na sabuni ile ile na maji yale yale ambayo yametumika kusafisha sahani yako. Tofauti ni kwamba hii imetengwa kwa ajili ya mbwa. Umeelewa sasa maana ya kuweka wakfu? So kuna mambo ambayo unafanya katika maisha yanakufanya ufae kwa matumizi fulani. Unakuwa umeokoka, yes, unakuwa umeokoka, unakuwa wa Mungu, ndio unakuwa wa Mungu. Sahani zote ni za kwako, lakini moja umeitenga kwa matumizi ya mbwa, na mbwa ni wa kwako. Sio kwamba una chuki na mbwa, pana, na mbwa unampenda sana tu, lakini sahani ni ya mbwa. So tunapoishi hapa duniani kuna namna najiweka, Mungu anaamua kututumia kwa matumizi fulani, ingawa ni wa kwake wote na anatupenda sote, lakini tunatufiana matumizi kwa kadri ya jinsi ambavyo tuko. Kwa ndani ya nyumba viko vyombo vya heshima na viko vyombo ambavyo sio vya heshima. Vyote ni vyombo vyako. Sasa wapi utumie chombo gani inategemea chombo chako kipi cha heshima ni kipi cha heshima. Sasa njia moja wapo ya kujiweka kwa chombo cha heshima ni kujiweka wakfu, kujitakasa. Na njia moja wapo kujitakasa ni kufunga. Bwana asifiwe. Haleluya. So kwa mfano tumeamua kufunga siku 5 kwa sababu atubadilishi kile maombi ya kufunga, hayambadilishi Mungu, yanakubadilisha wewe unavyotazamika mbele za Mungu. Mimi kwa mfano, mimi na mke wangu anaitwa Ana. Yule ni mke wangu, na huo kweli utabaki milele. Lakini kuna namna anavyoweza kukaa, namna anavyoweza kubehave, haibadilishi ukweli kwamba ni mke wangu, ila itabadilisha jinsi ninavyomuona na jinsi ninavyomchukulia. Juzi hapa rafiki yangu mmoja akanipigia simu, akasema, "Pastor Daron, twende tukale nyama. Kuna sehemu nimegundua chimbo la nyama, foil nzuri sana." Akasema, "Sawa." Uje na mama. Amenipigia simu saa 11 jioni. Anasema mimi ndo natoka nyumbani kwangu. Mwambie mama aje saa 12 tukutane sehemu ya kula chakula. Mimi nikaenda peke yangu. Simpendi mkeo, nampe, lakini mke wangu ni mjamzito, anakaa Bigwa. Nikimpigia simu aje ajiandae, gharama ambayo nitatumia kumtoa mke wangu Bigwa kumleta hapa na kumfanya ajiandae apatikane wakati wa chakula hicho, inaweza ikatokea tukala chakula chote kikaisha, tukakaa tunamsubiri yeye aje. Sawa?
So kilichofanya akose hiyo msosi ni hali yake ya sasa, sio upendo wangu kwake. Umeelewa? So kodi ya ile ni consecration, kujiweka wafu. Namba 2, direction. D ni mwelekeo, direction, maelekezo. Ngoja niwape mfano rahisi tu. Mimi nimemwambia kijana wangu jana, nisikia tu moyoni mwangu kwamba, akaniambia pasa, mpigia mtu wa busa, alete busa. Moyoni mwangu nilikuwa nimechoka kukodi busa, nilikuwa nimechoka kabisa. Nikaamua, nikamwambia bwana, twende tukachague busa. Tukaenda tukachagua busa. Tukachagua busa nzuri na utaka sisi, lakini sikuwa na hela. Leo usiku nimeomba sana hapa. Nimefika nyumbani saa 9, nikamwambia mke wangu leo silali kitandani, nikalala sebuleni. Ili niamke, nilikuwa na muda wa kuamka, nataka niamke. I just feel kwamba nasikia moyoni mwangu kwamba natakiwa tunue busa, tunue na drums mpya. Lakini sijui ile itatoka wapi. Mfukoni sina hela. So nilichohitaji sasa ni maelekezo ya Mungu. Hiyo hela iko wapi? Mpaka tumefika kanisani, nimemwambia saa 9 uje. Muda nakwambia sina. Najua pesa iko mahali fulani, lakini sijui pesa inapatikanaje. So nimefika hapa kanisani, na mimi sitaki kukopa. Fika hapa kanisani, nikaenda sehemu, nikakaa natafuta turisu, na wasa nafanyaje. Nikasikia sauti moyoni mwangu, mpigia simu mtu fulani. Okay? Nikampigia simu yule mtu, akupokea. Nikajisikia vibaya sana. Nikaamua nitoke hapa kanisani, nikaacha simu ndani, nikaenda kanisani Betheli, sawa, kwa baba yangu. Amen. Nikakuta kanisa liko wazi. Nikalala madhabahuni pale, nikalia, nikasema, Mungu wa baba yangu, wewe, huyu mtu amefika hapa alipofika si kwa nguvu zake, ni kwa sababu ya mkono wako wewe umemsaidia. Nisaidie na mimi. Bwana asifiwe sana. Sasa hapo Mungu alinipa maelekezo nimpigie mtu fulani, direction. Nilichokuwa nakifanya hapo ni alignment. Alignment ni kukaa kwenye mstari ambako Mungu ameamuru baraka. Mungu yuko kila mahali, lakini wewe haukutani naye kila mahali. Please, naomba hii kitu kuingie. God is everywhere, but you don't meet him everywhere. Mungu yuko kila mahali, wewe haukutani naye kila mahali. Wakati naomba nikalia mbele za Mungu, nikasema, nilikuwa na mama 3, nikaomba, nikasikia sauti ndani ya moyo inasema, subiri, imefanyika, imekuwa, just wait. Nilikuwa na mzigo, nimeshindwa kutulia. Nilipoamka pale, nikasikia moyoni mwangu, it is done. Nilikuwa na sadaka mfukoni, nikaenda kuchoma sadaka, nikaweka. Nienda na bodaboda, nikamwambia nisubiri. Aliponisubiri nikaondoka. Nilipofika hapa, nikakuta mtu amenipigia simu. Nikamrudia, nikasema nahitaji fedha kiasi fulani. Akasema nitume kwa namba gani? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tumenunua booster mpya kubwa, ambao vyombo vilivyoko hapa inaizidi. Bwana asifiwe sana. Yani vyombo vichache, booster ni kubwa. Tumenunua drums mpya, tumenunua na mic za drums. Karibu 2,800,000. Sio kali, zaidi ya 2,800,000. Bwana asifiwe sana. Consecration, direction, alignment.
na kuombea kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Mimi ndani ya moyo wangu nimesikia. Siku moja nilikuwa naomba, nikasikia abundance, utele. Mungu anatuingiza kwenye majira ya utele. Sasa Mungu anapokuandaa kwa majira mapya, ni sawa sawa na mtoto ukimwambia jiandae, nataka tuende tukamsalimie mjomba, tukamsalimia anko mjini. Yule mtoto anapaswa kujua kwamba ingawa kutoka hapo alipo kwenda kwa mjomba ni kiasi cha kupanda tu gari na kwenda kwa mjomba huko, lakini kuna mkao anapaswa kukaa nao anapoenda kwa mjomba. Ukifika wakati wa kuingia, sio umemwambia jiandae tunakwenda kwa mjomba, wewe umeenda mjini kuemea vitu na kwa mjomba, ukikuta umemkuta hajaoga, anacheza na wenzie, ana vumbi, ingawa ilikuwa nia yako ya dhati kumpeleka kwa mjomba, lakini hali yake ya wakati huo inaweza kufanya ucancel trip, aidha uende peke yako au usiende kabisa. Bwana asifiwe sana. So Mungu anapotaka kutupeleka kwenye majira mapya, kuna mkao ambao tunapaswa kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka niwaambie kitu, sijui nitumie lugha gani mnielewe, lakini mimi najua ili kanisa kuna mahali Mungu analipeleka. Na sisi watoto, naposema kanisa simaanishi mtu, simaanishi jengo, na maanisha mtu mmoja mmoja. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa ziko dalili, na amen, ziko dalili. Jana walikuwa mwenye vendetta, tulikuwa na binti yangu Anita, nikamshika mkono nasema hebu tuombe, kuna kitu Ibilisi anataka kucheza nacho. Amen. Na leo ndicho nataka nifundishe hapa. Kila mahali Mungu anachokifanya, kila mahali anapotaka kukuingiza kwenye majira mapya, anakuandaa. Na Shetani anachokifanya, kwa kuwa hawezi kubadilisha majira mapya ya Mungu, anachokufanya yeye anakuondoa kwenye msaada wa majira mapya. Kwa mfano, mimi na bibi yangu nakumbuka tulikuwa naishi pamoja, tumekaa kwenye nyumba fulani vya nyasi. Maisha magumu sana. Tumepambana tukalima. Siku moja tumeenda msibani. Mimi nikatoka kule msibani nikasema niende shule. Nilikuwa nimeomba ruhusa muda mrefu shule, nikasema niende shule kidogo, nikaambia waniongezee ruhusa. Nimefika kule, nimeingia nyumbani, kwenye nyumba tulikuwa tumefunga muda mrefu, nyumba ya nyasi, kila kitu matope, nyasi, majani hivyo. Nyumba ya nyasi imejengwa kwa mianzi. Nikaingia mle kwenye nyumba. Wakati naingia nikang'atwa na nyigu. Nikaangalia nyigu wako pale juu, kwa sababu tujakaa muda mrefu kwenye nyumba, nyigu wameweka kiota chao pale, manyigu haya. Nikachukua mwanzi, nikachoma, nikaweka mipira, nikaunguza wale manyigu. Nipounguza wale manyigu, sasa ni chumbani. Nikasema kubeba umoto kutembea nao mpaka nje unaweza kaunguza nyumba. Ngoja niurushe dirishani kwa nje. Zile nyumba zina madirisha. Ile kurusha sikufanikiwa kupeleka. Kwa baada ya kurusha ikaenda hivi alafu ikarudi hivi. Naelewa? Yani ule mti mwanzo ukufanikiwa kwenda wote nchini. Kwa kaenda ka balance alafu karudi ukashika nyasi. Sawa. Nyumba ikaanza kuungua. Nyumba ikaungua yote. Hiyo sio story. So ni kwamba katika vitu vilivyoungua, na mpunga ambao tulihifadhi kwa ajili ya mbegu ukaungua. Na msimu uliokuwa unafuatia ni msimu wa kupanda. So Shetani hakubadilisha msimu wa kupanda, lakini halihakikisha wakati wa kupanda sisi hatuna mbegu. Nini kitokea? Ule msimu wote tuliishi kwa kuombaomba. Mwaka mzima kila wanalima mara moja tu kwa mwaka. Mwaka mzima tuliombaomba. Tulikuwa na mbegu. Msimu ulikuja, Shetani he made sure kwamba hatuna mbegu. So adui anapoona majira mapya yanakuja, hawezi kubadilisha baraka ya Mungu juu ya maisha yako, ila atahakikisha hauko tayari kwa hiyo baraka. Makwazo yasiyo na kichwa wala miguu, migogoro isiyo na maana, magonjwa yasiyoeleweka. Bwana asifiwe sana. Naona tukiongezeka kwa jina la Yesu. Naona tukiongezeka kwa jina la Yesu. I see us increasing in the name of Jesus.
Sasa leo nataka tujifunze. Kwenye siku hizi 5 tuko naomba, lakini pia tunajifunza kuhusu vita za maongezeko. Vita za maongezeko. Nini maana ya maongezeko? Of course, mnajua maongezeko. Sitaki kueleza. Maongezeko ni kupiga hatua. Maongezeko ni kwa bora zaidi ya jana. Maongezeko yana maana tofauti kwa watu tofauti. Kwa Elizabeth maongezeko ni tofauti na maongezeko kwangu mimi. Maongezeko kwa mwanafunzi sio sawa sawa na maongezeko kwa mkulima. Kila mmoja na tafsiri yake ya maongezeko. Bwana asifiwe. Mimi maongezeko kwangu ina maana mtoto wetu tunayemtarajia mwezi wa 4 ama wa 5 atoke hai. Atoke akiwa mzima, afya njema. Maongezeko kwa Glory ni kupata mume. Bwana asifiwe. Wa kwake mwenyewe. Maongezeko kwa Aidan sio kupata mke kwa sasa, ni kufaulu, mambo yake yanyoke, kipato kiwe vizuri, awe na uchumi. Kwa maongezeko yana maana tofauti kwa watu tofauti. Lakini yako mambo 4 ningependa yafahamu kuhusu maongezeko. Moja ni matarajio ya asili kwamba utaongezeka. It's a natural expectation kwamba utaongezeka. Wanatarajia kwamba utaongezeka. Watu wanatarajia kwamba utaongezeka. Watu wakiuliza kuhusu maongezeko yako hawakuonei wala wakuzushi. Unapata watu wanategemea utaongezeka. Nimewambia mimi juzi hapo mwaka juzi nimeenda kumtembelea mtu, akafungua geti dogo, baada akafunga akachukua funguo nyingine, akafungua geti kubwa, akasukuma hivi. Nikamuuliza, vipi, mbona fungua geti kubwa? Ananiuliza, gari umepaki wapi? Manake anategemea napaswa kuwa na gari. Bwana asifiwe sana. Watu wanatarajia kwamba kuna siku unapaswa kuongezeka. Kuna siku watu watauliza umepanga wapi, watauliza umejenga wapi. Kuna siku watu watauliza wewe una shida gani, watakuuliza. Au kuna siku watu watakukopa 500, watakwambia ni asibe milioni 2. Kwa sababu watu wanatarajia utaongezeka. 2, kuongezeka ni tabia ya ufalme. Biblia inasema kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 6, anasema mstari wa 5 na 6, anasema akatufanya kwa ufalme. Ufunuo 1:5-6. Ametufanya kwa ufalme na ukuhani. Petro anasema sisi ni ukuhani wa kifalme, watu wa miliki ya Mungu. We are a royal priesthood. Sisi ni wafalme. Hakuna mfalme ambaye anataka ardhi yake ama eneo lake la utawala liwe dogo. Kila mmoja angependa eneo lake la utawala liwe kubwa. Na ndio maana hata wewe unatamani ungeweza kufanya mambo mengi. Unatamani ungefanya vitu vingi. Ni desire, ni tamaa ya kila mtu ambaye ni mfalme kuwa na utawala mkubwa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Yes. Hakuna mtu anaridhika kwa mdogo. Hata wewe ndani ya moyo wako usingependa hapo mahali pa badogo. Usingependa pesa zako ziwe ndogo. Usingependa ushawishi wako uwe mdogo. Usingependa msaada wako uwe mdogo. Usingependa watoto wako wawe wadogo. Usingependa familia iwe ndogo. Usingependa hata ukiwa na mtoto akiwa shule unatamani mtoto wako awe ndio wa kwanza. Hata ukiwa na kuku, ukiwa na majogoo 3, ukiachanganya na wenzako ungetamani ya kwako ya makubwa. Kwa sababu it's a natural desire of a king to expand. Number 3, maisha siongezeka hayana furaha. Hakuna utukufu, hakuna furaha yoyote kwenye kutokuongezeka.
Ukiwa na kiatu kizuri sana kichaniki wala kikubani, kuna siku utakichoka tu, si ndio? Hata kama ulienda kununua kiatu ili kisichanike haraka, ili kisichoke haraka, ili kisikubani, si ndio? Lakini kikichelewa kuchanika pia unachukia. Kuna wakati ukifika unakuwa na nguo kama ichaniki unaanza kuichukia, kwa sababu sisi tuko na tamaa ya mambo mapya, mambo makubwa, mambo yasiyoongezeka na kera, yanakera. Hata kama siku moja nikamwambia mke wangu, hivi una shida gani hauli? Unajua mke wangu mimi, samahani kusema hivi, lakini mimi sio mume bora sana, lakini najitahidi. Bwana asifiwe sana. Yaani katika wanaume duniani ambao wanajitahidi kutimiza wajibu wao, mimi ni mmoja wapo. So ungetegea mke wangu mke wangu mimi haofii kodi, haofii chakula, haofii, wala haijawahi kuwa tatizo. Leo haijawahi kutokea tangu nimemoa mpaka leo, hajawahi kujitaabisha kwa mambo yake. Lakini bado anakaa. Siku moja nimekaa chumbani, nimekuta chumbani, nimekaa sebuleni, analia. Sema maisha yangu tu. Una shida gani wewe? Mambo mengi ama mabinti wenzako wanalilia, wewe unayo, unataka nini? Basi unafikiri mimi ndo hapa, mimi nataka mimi na ukuu ndani yangu, mimi Mungu aliniumbia vitu vikubwa. Kwa sababu ndani ya mtu ukawaida unakera. Unajua kwa mfano wewe Bi Kendrick hapa, wako kwenye jumba kubwa, maji ya kuoga yako ndani, chakula kiko ndani, kujisaidia kuna kitu kinakusaidia, kinachukua kinyesi chako, unaondoka hapo. Unanielewa? Kwa kuogesha sema nataka kuoga, wakikuzuia usoke nje, kuna siku utachoka. Utatamani, utaanza ukasikia, kwa mmenionaje mimi? Kwa sababu maisha yasiyoongezeka yanakera, yanaboa. Jambo la 4 kuhusu kuongezeka. Kuongezeka ni ahadi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. It's a promise of God. Na ahadi za Mungu lazima zitimie. Jamani, amina. Walawi 26 mstari wa 9. Walawi 26 mstari wa 9. Nami nitawalekezea uso wangu na kuwapa uzazi mwingi na kuwaongeza, nami nitalithibitisha agano langu pamoja nanyi. Jamani, hebu mpigie Yesu kwa ajili ya neno. Moja kati ya hadi super kwenye maandiko, super. Amesema nami nitawalekezea uso wangu. Unajua kwenye Biblia kisikia kuelekezea uso, jamani. Ukisikia mfalme, ukisikia bosi, ukisikia mtu wa juu yako anasema nitakuelekezea uso wangu, manake nitakulinda, manake nitakupigania, manake nitakuangalia, nitahakikisha uko salama. Jamani, amina. Yes. Siku moja nilikuwa namfundisha Wiseman ajue kutoka ofisini kwenda nyumbani peke yake. Siku ya kwanza namwambia tangulia, anakimbia hivi, anaangalia nipo, unanielewa? Nipo. Siku ya pili anakimbia hivi, nikajificha, angalia, akaacha kuendelea mbele, akaanza kunitafuta. Nyumbani anakujua, lakini the fact kwamba nioni kamchanganya. Lakini Mungu anasema hivi, kila ukigeuka hivi utamuona. Bwana asifiwe sana. Atakuangazia uso wake. Amesema nitakuacha. Kayata barafas. Yaani ni sawa sawa na kampuni ya Coca-Cola imetengeneza soda, alafu nasema ukiwa unakunywa nitakusimamia nikuangalie hivi, ikitokea shida narekebisha hapo. Bwana asifiwe sana. Au kampuni ya simu, badala ya kwamba wakupe warranty ukae nayo, wanakuambia wanakwepo. Yani unatembea hapo, kushoto yuko engineer wa Tekno, kulia yuko afisa masoko, hapa yuko mtu wa design, anatembea kile kioo wanabadilisha hapo. Unanielewa? Shida, maana anasema nitakuangalia, nitakuelekea, sio nitakuangalia, nitakuelekezea uso wangu. Manake macho yangu yatakutazama, yatanata hapo.
sitageuka mpaka nione unafikia hatima yako. Situmpigie Yesu makofi kidogo jamani. Bwana asifiwe sana. Amesema na kuwapa uzazi mwingi. Yani wewe utazaa. Ninaposemaga ili kanisa watu wanazaga, hii ndio andiko langu. Bwana asifiwe sana. Na kuwapa uwezi kusali hapa usizae. Lazima uzae. Usizae, uzae mpaka utakapotosheka. Sawa. Hamna za kusema watoto mmoja unazaa wengi mpaka utakapotosheka. Amesema atawapa uzazi mwingi. Alafu atatuongeza na kuongeza. Jamani amini. Resha kataba. Amesema nitakuongeza mimi. Alafu anagongemelea msumari. Anasema nitalithibitisha agano langu pamoja nami. Manake nitakuwepo na nyundo, nitakuwepo na sururu, nitakuwepo na kila kitu kugongelea pale pale kuhakikisha kile nilichokisema kinatokea. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa unasema basi hilo ni agano la kale bwana. Tunataka mambo ya agano jipya. Waefeso 1:15 mpaka 23. Agano jipya. Anasema kwa sababu hiyo, Waefeso 1:15. Waefeso 1:15. Umefika? Kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, siasi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, hawape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake, jinsi lilivyo na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu, jinsi ulivyo. Anasema macho yenu yatiwe nuru, mjue jinsi utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu, jinsi ulivyo. Utajiri wa utukufu wake, wa urithi wake katika watakatifu. Manake kuna utajiri wa urithi. Unajua unajua shida moja, nyie watu mtapata shida kulielewa ya ndio, kwa sababu hapa hamna mtu aliyewe kurithi kitu. Wengi mmerithi madeni na marejesho. Lakini ungejua maana ya urithi, ungenielewa. Urithi manake wakati wenzako wanapambana kujenga, wewe nyumba zipo. Wakati wenzako wanapambana kununua magari, wewe magari yapo. Sasa bwana, kuna mtumishi mmoja wa Mungu nimesikia amenunua nyumba hapa mjini. Sawa. Hiyo nyumba kodi zake, yani kodi kwa mwaka ni $50,000. Kodi ya hiyo nyumba ni $50,000. Alafu kamwandika mtoto wake wa kiume, na ana mtoto mmoja tu wa kiume ya kwake. Huyo mtoto anasoma chuo sasa. Anasoma geresha tu kutimiza wajibu. Au sio jamani? Unajua maana $50,000 kwa mwaka? Manake kwa mwezi ataingiza $4,200,000. Amekaa hapo. Na hizo kodi zinapanda kila mwezi. Sawa. Amerithi hiyo. Huo ni urithi wake. Wakati wewe unasoma uje usaidie wazazi, yeye wazazi wameshamsaidia tayari. Mnisamee nyinyi ambao mkurithi, lakini nataka niwaeleweshe raha ya urithi. Sasa huyu jamaa ana nyumba. Waziri, naibu waziri, mkuu wa mkoa na tabu zote zile, mshahara wake haufiki $5,000,000. Sawa. Alafu na kijana kwa sababu tu amezaliwa. Sawa. Na huyo jamaa basi yeye ana hiyo $4,200,000 kwa mwaka. Hiyo ni nyumba moja, na mzee ana nyumba kadhaa. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Ndio maana waambiaga kwamba sisi utajiri, sasa utajiri wa urithi wetu ndani ya Mungu uko hivi. Sawa jamani? Anasema hivi, mstari wa 20, anasema aliotenda kati ya Kristo
wake. 19 anasema na ubora wa ukuu wa uwezo wake ndani yetu tuaminiwa jinsi ulivyo. Jamani, hii andiko anasema na ubora wa ukuu wake ndani yetu tuaminiwa jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uwezo wake. Yani ubora wa uwezo wake, yani vile ambavyo Mungu amewekeza si tu vitu vya nje bali uwezo ndani yetu. Siku moja niliota ndoto, sio siku moja, juzi tu. Nimeota ndoto kama kuna msitu mmoja hivi, ambapo msitu mkubwa sana. Mimi nakaa kwenye hostel fani kubwa, siko sehemu. Sasa nimetoka safarini, kuna sehemu ambapo nilikuwa na gari yangu si imetokea nini, nimeacha mahali. Sasa natakiwa nivuke wa msitu ndipo niende nyumbani. Sasa huo msitu una simba, una chui, unaelewa. Sasa sikashangaa tu, nikaanza kutembea kwenye msitu. Nimefika sehemu, chui wakaja. Wale chui wanamjua, wao msitu ni wa kwangu, yani ndo naenda nyumbani kwangu. Wale chui wanajua mmiliki, yani wanajua mwenye haki ya huo msitu. Yani kama nimepewa zawadi, alafu ndo nauendea wa msitu nianze kumiliki, nianze kukaa pale. Wale chui wa pale wanajua mwenye mmiliki wa hilo eneo ambaye ana haki ya kumiliki, anafananaje. So wakimuona watajua. Ndivyo walivyofundishwa wale chui. Mimi nimeambiwa tu na chui. Nikapita kama naenda kumiliki, nikaona chui wanakuja. Chui wale walipokuja wakaninusa. Walipogundua mimi ndo mmiliki, wakaongoza njia kuniongoza kwenye nyumba ya kwenda. So kaona chui mbele, chui nyuma, chui kushoto, chui kulia. Hawanili, wanalinda nifike salama kwenye nyumba yao. Mungu akaniambia ndivyo ulivyo. Bwana asifiwe sana. Nikaamka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nikasema jamani, mimi ndo nilifo. Sema ndo nilichokifanya kwenye maisha yako. Vitu vyote nimevitisa kwa ajili yako. Jamani, haleluya. Anasema mstari wa 22, anasema akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa ambao ndio mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katikati. Yani Yesu akachukua vyote, akatisua vyote chini ya miguu yake, alafu akaviacha, akaruka, akaliachia kanisa. Haleluya. Jana nimeenda kumwombea mtu mmoja mgonjwa. Nikasema nimeenda kuomba pale. Nikaomba. Baadaye Mungu kaniambia, "Mbona unachelewa? Ondoa ugonjwa wewe." Umenielewa? Ondoa ugonjwa. Nikasema kwa jina la Yesu, uwe mzima. Na kuanzia leo unatoka hapo hospitali. Nimekasirika. Mungu kaniambia mambo ya magonjwa nishaondoa mimi, nishafanya kila kitu. Mimi nakutegemea wewe. Wewe unaponishukuru, unaponiambia mambo ya magonjwa, unanichelewesha. Mambo ya magonjwa nishamaliza. Nikamwambia inuka, wewe ni mzima kwa jina la Yesu. Leo hii ametoka huyo mtu. Bwana asifiwe sana. Mungu akaniambia pana, wewe mimi nishafanya kila kitu. Yani mngejua mimi na wategemea. Basi unajua iko, mwenye niwape kitu. Unajua mimi hapa, sawa, nikikununulia wewe, nikakulipia usiku mmoja ulale pale Morena Hotel, sawa, nikakulipia pale, alafu nikamtuma huyu Pastor Jeremiah akwambie kwamba nimekulipia pale chakula. Nimekulipia chakula pale na usiku mmoja kalale pale kwa siku 2, usiku mmoja lala pale. As much as nimefanya kile kitu kwa ajili yako wewe, lakini furaha yangu mimi haiwezi kutimia mpaka umelala pale. Umenielewa? Furaha yangu mimi haiwezi kutimia mpaka wewe umelala pale. Kwa hiyo kitendo cha Yeremia kukufikishia wewe habari ni cha muhimu kwako ili ufurahie, kama kilivyo cha muhimu kwangu ili nifurahie. Umenielewa? Furaha yangu mimi haipo kwenye kutoa tu, ipo kwenye yule niliyempa na furahie nione.
Bwana asifiwe sana. Siku moja nimemnunulia mke wangu, nimejibana pesa hizi tunazipata kwa tabu sana. Nikaenda pale, kuna jamaa anauza nguo, nikamnunulia nguo. Mke wangu ni mjamzito, kazi kweli kumnunulia mwanamke mjamzito nguo, kazi. Kwa sababu huwezi kujua, huwezi kupata mtu wa kumpima. Midoli ya pale sio mjamzito, unaelewa? Ile midoli sio mjamzito. So kazi kweli. Kwa nimepambana, nikanunua nguo, hajamtosha. Nikaenda nikabadilisha. Akaniambia lakini kama kubwa, nikasema wallahi. Shetani anayekufanya uone nguo ya kupendeza apigwe na alaaniwe. Naona kweli kabisa ile nguo haijamtosha. Lakini nikasema yani asivovaa na hii jamani, yani kanisani asivae nguo mnunulie. Nikamwambia umependeza jamani. Kwa nilikubali kutenda dhambi ya uongo ili tu nione ile nguo jamani imefanyaje, imempendeza. Nikasema shai na ulivyonyoa jamani, kai. Na tamani hiyo ndo nguo yako na mamoja. Na kweli ameifanya kuwa na vaga. Nimeona amevaa kama 3 hivi kanisani. Siwaambii ni nguo gani, mtakuja kumwambia nyie. Mimi siwaamini nyie watu. Kwani nyie mnaaminika nyie? Mimi siwaamini. Lakini furaha yangu mimi avae ile nguo. Bwana asifiwe sana. Pesa imeshani toka muda mrefu. Why was good? Lakini nikiona amevaa shai nasikia raha moyoni. Ndivyo Mungu ambavyo ana furaha kuona kwamba wewe yale mama ambao aliyafia wewe unayaishi. Bwana asifiwe sana. Mama anafanya na ateseke, wewe uteseke. Jamani amina. Ule maana ukiumwa wewe unapolia na Mungu analia. Kwa sababu unaliaje na kitu ambacho kilimliza kichamtesa. Jamani amina. Jamani Bwana asifiwe sana. Anasema akavitia vitu vyote chini ya miguu yake kwa ajili ya kanisa. Resha kataba. Ndio maana natamani, unajua iko hivi. Ngoja niwaambie kitu mimi, niwaambie kitu. Kwa sisi wahubiri ni raha sana ukiwa unahubiri afu mbele kuwe na watu wengi, ni raha sana. Lakini Roho Mtakatifu kanikemea akasema no, sikia. Mimi nilikufa kwa ajili ya mtu mmoja tu. Mtu mmoja akielewa nilichokifanya alafu akakifanania, ni ushindi mkubwa sana. Ndio maana mimi nasema ni furaha kubwa sana mbinguni mwenye dhambi mmoja akitubu, kwa sababu dhambi zote Yesu alizifia msalabani kwa ajili ya mtu mmoja. Jamani haleluya. Sasa kama Mungu anataka tuongezeke, wewe unataka uongezeke, shida iko wapi? Vita ya nini? Kwa nini hatuongezeki? Kuna shida mahali. Sasa leo nitakuonesha shida, alafu kesho nitaenda kwa kina zaidi. Muda wetu umeisha. Nataka nichukue kama dakika chache hivi. Tupate nafasi ya kuomba kama dakika 10, nimalize dakika 30, tuombe dakika 10, dakika 5 tutoe matoleo, tutaimba. Mtumishi wangu ameshakuja ataimba. Saa 12 dakika 45 nataka nikuachilie uende. Kesho uje. Bwana asifiwe sana. Na mimi nisemeni kongamano sitamlazimisha mtu aje. Nataka tu watu wachache hapa kanisani wainuke, alafu tuwe tunatumia kama sample. Kwa umeona Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa waambieni watu kama atakuja sawa, asipokuja pia sawa. Shida iko wapi? Shida ya kwanza, kwa nini vita? Kwa nini vita ya maongezeko? Moja, yuko azuiaye. Amen. Yuko azuiaye. Please. Jana juzi Roho Mtakatifu kanifundisha kitu nikashangaa sana. Yuko shetani azuiaye. Sawa jamani? Yuko azuiaye. Kwa nini vita sasa? Kwa nini kuongezeke na kuwa shida kwa watoto wa Mungu? Kwa nini watoto wa Mungu kuongezeka ni shida? Na ukiona watu wamekuwa watu wazima na maisha yao hayana utele na utoshelevu, usio kafikiri walikuwa wazembe. Hapana, sio wazembe. Vita. Bwana asifiwe sana. Vita. Kijana wangu mmoja juzi amekuja hapa, jana amekuja. Akasema pastor, watu wanasema huko nje kaumba jamani. Sio kaumba imekwisha. Jana leo nafikiri. Leo nimeenda watu hawanijui. Nimeenda watu jana nimeenda sehemu watu wanijui kabisa. Hiyo ni juzi. Jana nimeenda sehemu watu wanijui, nikamsalimia binti. Anasema habari yako safi.
tubariki basi mtumishi. Nikasema Mungu awabariki. Unaitwa nani? Nikasema naitwa Pastor Bedon. Nachunga kanisa kwa Kaomba. No. Wewe ndio mchungaji kanisa Kaomba. Mungu akubariki. Tumesikia habari za Kaomba. Kaomba imeisha. Bwana asifiwe sana. Kaomba ya zamani nasikia imeisha. Watu wanaacha wanaondoka pale Kaomba. Wenyeji wa Morogoro ambao wanaijua Kaomba hawaji kujiuza hapa. Kaomba imechoka, imeisha. Niliwaambia mimi. Binti moja hapa ana danga hapa, biashara ngumu, akaamua ajiunge na Freemason. Freemason zimalete FTC akakosa, ikabidi akope. FTC akope. Hasa Freemason wajinga. Sio Freemason ni watu wa mtu. Anambia tuma laki moja, FTC akatuma. Tuma laki na 20 akatuma. Anasema tuma basi 80 tukuongezee jini la pili. Akasema sasa majini yote tunahamishia kwa watoto wako. Akachanganyikiwa kabisa, mtafute mchungaji. Lakini jiulize, hivi shetani anajisikiaje? Wao wanasema kwa mfano binti yangu pale, naambia Kaomba imekufa, anasikia raha. Unafikiri shetani anajisikiaje? Alafu atakufanya nini wewe sasa? Okay. Ngoja nikwambie shida. Unajua watu wengi, watu hawaelewi. Please, naomba niseme jambo hili afu utaondoka. Watu wanafikiri shetani ni mbaya. Shetani sio mbaya. Nisikie, shetani sio mbaya. Anapambania kilicho chake. Na kudai mtu chake. Okay, ngoja nikwambie. Hebu some ile andiko. Tumelizoea kwa namna nyingine, nitakutafsiria kwa namna nyingine. Hebu soma Wathesalonike wa pili, sura ya 2 mstari wa 7. Unajua tunamlaumu shetani bure. Unajua shetani inabidi muelewe naye. Naye hata ungekuwa wewe ungekuwa shetani usikiku. Wathesalonike 2 mstari wa 2, mstari wa 7. Wathesalonike 2:7. Anasema hivi, maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Sawa? Siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Okay. Ukisoma hiyo sura nzima, ni Paulo anasema habari za siku za mwisho. Sawa? Anasema huyo mpinga Kristo sasa hivi anafanya kazi, lakini kazi zake hafanyi kwa ukubwa sana kama anavyotaka, kwa sababu yuko anayemzuia. Atakapoondolewa huyo anayemzuia, ndipo kazi zake zitakuwa halisi. Na anayemzuia ni kanisa. So please, kabla wewe hujamkasirikia shetani, ujue kwamba wewe ndo mkorofi kwanza. Kwanza, hii dunia isiyo ya kwako wewe. Hii dunia ni ya shetani. Yeye ndo mkuu wa ulimwengu ambao aliupata kihalali. Sawa? Yesu anasema kwenye Yohana 14:30. Anasema, mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu wala hana kitu kwangu. Yesu anacknowledge, anatambua kwamba nina mambo mengi ya kuongea, lakini saa yule jamaa imeshafika, muda wangu umekwisha. Mnielewa? Mwenye ulimwengu wake anakuja. Na mimi, na yeye hana kitu kwangu. Mimi hana kitu kwangu kwa sababu hana sababu halali ya kunizuia. Lakini kuja na kuja. So iko hivi, yani kunizuia anayo haki, lakini sababu hana. Naposema anayo haki, sababu hana ni kwamba ulimwengu ni wa shetani, huu ni mkuu, kwa sababu shetani alimshinda Adamu. Eva alidanganywa, Adamu hakudanganywa. Adamu alishawishiwa. Ni kama vile Yakobo na Esau. Pale aliyetaka kumwibia mwenzie sio Yakobo.
aliyetaka kumwibia mwenzie ni Esau, kwa sababu walishabadilishana. Akasema nipe chakula chako cha dengu, mimi nitakupa haki yako ya uzao wa kwanza. Akachukua chakula cha dengu. Mimi sema ndivyo ambavyo Esau akauza uzao wake kwanza, akaisalau haki yake uzao wa kwanza. So shetani Esau alisauza. Ila shetani Esau ni mjinga, anadhani ukiuza kitu bado kinakuwa chako. Umenielewa? So alitaka kumdanganya mwenzie pale ni Yakobo. Sema Yakobo hakuwa na ujasiri wa kumwambia baki sema nimesikia unataka kumpa iko hivi. Hizi za kwangu mimi na Mungu wetu ni shahidi, usimbariki huyu nibariki mimi. Ukitaka unielewe kwa nini Yakobo alibarikiwa sio Esau. Biblia inasema hivi, kama mbayuwayu katika kuruka kwake ndivyo laana sio na sababu haimpati mtu. Umenielewa? Vivyo baraka sio na sababu haimpati mtu. Kama Yakobo alikuwa anadanganya, ile baraka singempata. Umenielewa? Kwa sababu laana sio na sababu haimpati mtu, na baraka sio na sababu haimpati mtu. Sawa. So shetani walibadilishana na Adamu. Adamu akauza utawala wa hii dunia kwa nani? Kwa shetani. Kwa shetani ndo mmiliki wa dunia. Alafu kwenye dunia ya watu wewe au hujasikia bila sema sisi ni wasafiri na wapitaji hapa? Hujasikia? Sisi hapa duniani ni wasafiri na wapitaji. Lakini tukiwa napita tunataka vitu vya dunia na vitu enjoy kidogo. Bwana asifiwe sana. Maana tuna kazi ya kufanya hapa duniani, na hivyo vitu vya duniani tunavihitaji, na bahati mbaya tutaviacha, na vyote vitakunjwa kama karatasi, vitachoma moto. Hatuendavyo mbinguni. Na make sense? Mnanielewa? So kati ya wewe na shetani mkorofi kimsingi ni wewe. Ukitaka shetani sikusumbue, amka asubuhi, uza ice cream, ukose sawa, upate sawa, ufe uondoke. Shetani hatakusumbua. Ili unaposema nataka kuwa na mama kubwa, unataka vitu vya watu. Si mmenisikia? Mmenisikia? Tumeelewana? Kwa sababu yes, dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, lakini sisi tuliuza. Yesu sasa okay, anasema Yesu sasa Yesu very good, safi, umenileta penyewe. Sasa Yesu naye alichofanya, Yesu mtumishi anasema Yesu si aliturudishia vitu vyote, alilipa gharama. Yes. Sasa shida Yesu alipolipa gharama akulipia hapa. Sawa? Alilipa katika ulimwengu wa roho. Umenielewa? Kwa hiyo sasa Waefeso 1:3 asema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Wapi? Katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. So Yesu alichokifanya, yeye akijua kwamba hapa duniani hivi vitu sio vya kwake, sawa, akaamua kutupa kule ambako yeye ndio anamiliki. Wapi? Katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. Yaani sawa sana mtu akakwambia peleka barua ya posta afu akakupa soft copy. Na unawapelekea watu hawana kompyuta. Sawa? Hawana printer. So mimi nimekupa barua ya posta, mimi nimemaliza. Wewe kazi yako ni kuiprint kama at all. Kama una shida na hiyo barua ya posta ikiwa hard copy, iko kwenye makaratasi, kwa sababu Mungu kusema ukweli kabisa hana shida na hivyo vitu. Yaani haimsumbui Mungu kama utakuwa na gari hauna. Kwa sababu yeye anavyokuona kuoni katika mwili, anakuona katika roho. So ndani ya Kristo Yesu wewe unakamilika, una kila kitu. Kwa Kristo wewe huna shida. Haumwi. Sio mgonjwa. Kristo anavyokuona. Wewe ni tajiri kwa Kristo Yesu. Sawa? So yeye ana shida na magari kwa sababu anajua unao yote ni ya kwako. Mmenielewa jamani? Bwana asifiwe. Sawa? Ni kweli tulichukua vyote, lakini katika ulimwengu wa roho.
Shida wewe uvihitaji katika ulimwengu wa roho, unavihitaji katika ulimwengu wa mwili. Ngoja nitoe mfano. Kijana wetu okay, wewe bado. Nathan ametoa wimbo. Anasema nimetoa wimbo, nimewabariki na wimbo. Huyu mjinga huyu anasema ametubariki wimbo, hajaweka kwenye simu zetu, ameweka YouTube. Umenielewa? Kaweka YouTube. Sasa wewe YouTube upo. Sawa. YouTube upo. So wewe wimbo kwa huyu kwenye macho ya wimbo unao tayari. Kwenye macho ya Nathan. Wimbo tayari ameshakupa. Na hakuna anaweza kufanya Nathan ili uwe nao. Yaani ameshafanya tayari. YouTube. Mtandaoni kaweka. Sasa wewe inategemea unautaka wapi? YouTube au kwenye simu? Kama unautaka kwenye simu inabidi uwe na bando. Uwe na simu inayofanya kazi. Ndipo utausikia. You understand that? So Mungu ametubariki na baraka zote, majumba, magari, yote katika ulimwengu wa roho. Lakini sisi hatuvihitaji katika ulimwengu wa roho, tunavihitaji hapa. So inabidi sasa hapa anayetawala sio sisi. Umenielewa? Hapa yuko mkuu wa ulimwengu huu. Bwana asifiwe sana. Umenielewa? So ndio maana mbinguni hautaulizwa ulikuwa na nyumba ngapi, hautaulizwa. Kwa nini ukujenga, hautaulizwa. Kwa nini uko na gari, hautaulizwa. Kwa nini ukuvaa vizuri, hautaulizwa. Utaulizwa tu mambo ya kiroho ambayo ndio maana Yesu yeye ameondoka zake, hajajenga. Umenielewa? Yule mzee hajajenga, hajanunua kiwanja. Umenielewa? Watu wanasema alikuwa na nyumba bichi, alipokaribia kufa kaiuza. Why? Kwa sababu hana shida nayo. Mbinguni kule, anaweza kule mbinguni toka kama malaika. Tumsifie Yesu Kristo. Shida ni hapa duniani. Kwa yeye mwenyewe akasema, hey, sikia, duniani mnayo dhiki. Lakini jipeni moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Sasa una uhuru wa kuchagua. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuwa kama father peku. Wao naamua tu mimi nitaendesha baiskeli, nitavaa nguo moja hiyo hiyo, sitaoga, sitachana nywele, sifanye chochote. Mungu atasema na wewe, yes, atasema na wewe. Mbinguni utaenda, ndio mbinguni utaenda. Watoto hawataki. Father peku hataki watoto. Amen. Wajukuu hana. Bwana asifiwe. Hana. Ila wewe ukitaka watoto wako wabarikiwe hapa duniani, ukitaka wewe ubarikiwe hapa duniani, ukitaka wewe ongezeke hapa duniani, inabidi ujue kupiga vita. Kwa sababu unataka kuongeza miliki kwenye miliki ya mtu mwingine. Na make sense? Naeleweka? So please, nataka kwanza ondoa. Na ukijua, please, ningependa uelewe kwamba shetani hana shida. Yule jamaa ni muungwana mno. Sisi ndo tunamkorofisha. Kwa mfano wewe unaweza kaamua baada ya kuokoka unasema Yesu nichukue tu, nataka niwe kama wewe, nichukue tu. Mungu akakuchukua. Huna shida na shetani, tunaye huku duniani tu. Mbinguni hana shida. Na utashangaa. Bwana asifiwe. Ni neno ngumu kusema, lakini utashangaa hata huyu baba yako ambaye unalalamikia siku zote kuhusu shetani, yeye na shetani haona shida. Nasema hivi, utashangaa kwamba hata baba yako wa mbinguni huyu ambaye kila siku unamnungunikia kuhusu shetani, yeye na shetani hawana shida hata moja. Wanazungumza. Wanaongea. Siku moja amemuona shetani. Akamwambia, umetoka wapi mzee?
Hasemi najizingira kwa damu ya Yesu. Naongea na shetani. Wanaongea. Umetoka wapi mzee? Aseme nimetoka duniani. Umemwona mtumishi wangu Ayubu? Sasa nimemwona. Hebu nipe ripoti yako. Yule yakucha bure bwana. Yule bwana yule ana mali. Yule ana gereza. Kwa nasemaje? Soma mali yake ione kama nisimuonesha show. Asema okay. Vitu vyote viko katika mikono yako. You see that? Piga watoto. Mungu ana shida. Ngoja niwaambie kitu. Samahani kidogo. Mtoto wako akifa, wewe unalia, ila Mungu anafurahi. Mtu akifa tunasema shujaa amerudi nyumbani, si ndio? Nani asiyependa watoto wake warudi nyumbani? Mama yako akifa, mimi nikifa nasema kwa nini umeharusi? Mungu anataka nirudi. Kwa sababu kuna wakati Mungu akiona mambo yako hivi, kama kwa mfano kuna watu ambao wametembea na Mungu kwa uaminifu sana. Mungu akiona wanaelekea kukosea, ili wasikosea na wachukua. Mmeona hiyo? Kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye wivu, hataki kumpoteza yoyote. Bwana asifiwe sana. So anasema heri wafu wafao katika Bwana. Naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa maana matendo yao yatafuata nao. Wao anasema kifo, yeye anasema kupumzika. So please, kama ni kuishi unataka, lazima ujue kwamba ni wewe. Kama ni baraka unataka, usiwe ni wewe. Kama ni maongezeko unataka, ujue ni wewe. Na siko kanuni za kufanya vita ya maongezeko. Kesho tukutane hapa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Naomba usimame mahali ulipo. Nataka tumwe Mungu dakika chache. Riba bashakataba. Kama mosafita dia. Rebo sokoto dia mikaya. Nataka sasa mshukuru tu Bwana. Mshukuru tu Bwana. Asante kwa sababu umeniongeza pande zote. Asante kwa sababu umenibariki maeneo yote. Hiyo ni njia moja hapa kufanya vita. Ni kutambua kwamba wewe ndiwe umekuwa na kujua nafasi yako katika Bwana. Hebu sahau unayopitia sasa. Mwambie tu Mungu asante kwa sababu umeniongeza. Asante kwa sababu umenipandisha. Asante kwa sababu umenipa uwezo wa kushinda. Wanajeshi wanapofundishwa, moja wapo ya vitu ambavyo wanajeshi wanafundishwa ni kufurahia vita. Wakati vita inatokea, wao wanaogopa. Wanajeshi wanafundishwa kufurahia vita. Wanapoenda vitani, hawaendi wakiwa na uchungu na majonzi, hawaendi wakiwa na misiba, hawaendi wakiwa na wasiwasi, wanaenda kujasiri. Kasha kata baraba reke pekaya nikafuata masata reke pekeria nikapayasa fasata rope tose keria nikapakaya. Binasema msiogope nyinyi mlio kundi dogo, maana Bwana amempendeza kuwapa ninyi ufalme. Zagaboda kare zagaboro peta rikapasha kara marepeteria azona mashapata vira kaya kateria nikapakwasi hata masaru robe tose keria nikapakava tabata Isaya mashapatwa nikaparevezgia akwasi kara mate riva shakataba ruaka pakaira mikapayasa robeto sekeria nikapakwasi hata. Oh Sharon Vare beria masekete nekapashata pratapa rikapakwasi katapate reva sekeria nikapakwa nebashakara pato riva sakara mate repeke seketeria nikapa rafiria nikapakwasi hata nepashaka prata masete ekoporika prata mada. Shaina made. Thank you Jesus. Thank you Lord. Masikete. Umenibariki pande zote. Umenibariki maeneo yote. Umenibariki kote kote. Na shinda siku zote. Nazo habari njema kwa ajili yako. Pamoja na kwamba ni vita ya maongezeko,
lakini mbinguni wa vita vimeshamalizika, na mbinguni zimesema wewe ndiwe mshindi. Wakati nasema ni vita hapa duniani, lakini mbinguni vita vimemalizika, na wewe ndiwe mshindi, na wewe ndiwe mshindi, na wewe ndiwe mshindi. Tembea kama mshindi, ishi kama mshindi, waza kama mshindi. Reka pasakata. Pale msalabani alisema imekwisha. Imekwisha. It is finished. Imekwisha. Imekwisha kabisa, imekwisha. Ramano sei bakava zapata. Roberto kwa sakataria nikapakai. Reva shakaria nikapayata. Wewe ndio mshindi. Hebu waambie wagonjwa waondoke. Ambia hiyo biashara ichangamke. Ambia hiyo maisha yakae sawa. Wewe wakati wewe unamtegemea Mungu, na Mungu naye anakutegemea wewe. Makapa shakata. Maandiko yanasema sisi na watu, mimi na watoto wangu ambao Bwana amenipa, tuishara na ajabu zitokazo kwa Bwana. Asante Bwana. Asante Yesu. Oh, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Aria bakase kete. Zepashaka parabano. Rikakaya safate. Debara pasokoto mosita. Devashakaria nikapaya safata. Roberto kenia nikafuata mosita. Debashakaria nikapakwa. Asante Yesu. Ngoja nikwambie kitu mtoto wa Mungu. Kesho uje usikose. Mimi Yeremia mimi niko nashangaa kitu kimoja bwana. Mungu anawaambia wana wa Israeli. Anawaambia nchi yote hii, nchi yote nimewapa. Yote nimewapa. Yote nimewapa. Lakini cha kushangaza, hiyo nchi anasema amewapa ina watu. Anasema ina watu. So kwa Mungu amewapa, lakini nchi ina watu. Kazi yako wewe ni kuichukua. Ndio maana maandiko yanasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Haleluya. Vitu vyote, ingawa dunia ni mali ya Bwana, ingawa dunia ni mali ya Bwana, lakini anayemiliki sasa ni shetani. Lakini nazo habari njema, nazo habari njema. Funguo za umiliki wake tunao sisi, tunao sisi. Na kama anazimiliki, aliiba kihalali na sisi tumeshinda kihalali. Alichukua hii dunia kihalali na sisi tumeichukua kihalali. Asante Bwana. Sema na mimi kwa jina la Yesu. Siwezi kuwa maskini. Siwezi kuwa maskini. Sema haiwezekani kabisa mimi kuwa maskini. Haiwezekani kabisa mimi kuwa maskini. Naomba ukae. Leo nilikuwa namsikiza mtumishi mmoja wa Mungu. Amenipa ushuhuda, amenichallenge sana. Hebu weka mambo yako na watu wa studio. Weka mambo yako wakati natoa ushuhuda. Yule mtumishi amenipa changamoto sana. Akasema miaka 15 iliyopita akaenda kwa baba mwenye nyumba wake. Akaambia baba mwenye nyumba, ninaomba wewe ni mtu wa miaka 86 hivi. Sijajua kama Mungu atakupa miaka mingi baadaye, lakini naomba unishike jina langu vizuri. Na waambie watoto wako wanifahamu vizuri. Walishike jina langu vizuri, kwa sababu miaka kadhaa ijayo vyombo vya habari vitakuja kukuhoji kuhusu mimi. Kwa sababu wataanza kufuatilia nyendo zangu. Wataanza kufuatilia nilipangaga wapi. Amen. Hiki chumba changu hicho nipange kishika vizuri. Kama ikiwezekana usikibadilishe. Maana watakuja watu kutaka kuandika documentary, kuandika habari zangu. Watakuwa nafuatilia niwe kuishi wapi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Niwe kukaa wapi. Haleluya. Jamani, nitakuwa mtu mkuu sana kwenye nchi hii. Kiasi kwamba watu wataanza kufuatilia nyendo zangu. Watafuatilia niko nimepanga wapi. Yule mwenye nyumba alikuwa na akili akasema, "Sasa nakuomba kitu kimoja. Naomba tupige picha." Maana nenda nikasahau picha zitukumbushe. Yule mzee akapiga picha, akaziweka kwenye nyumba yake anayokaa. Na hiyo picha akasema na uwepo hiyo picha.
maana mimi nitashindwa kusimulia. Nataka picha nisaidie kusimulia. Jamani, haleluya. Piga picha leo, Bwana asifiwe sana. Hizo nguo unazovaa piga picha. Hiyo nyumba unaokaa piga picha. Na hizo picha zitunze. Baadaye watakapokuwa wanaandika historia ya jitu kama wewe, wasipate shida kupata kumbukumbu zako. Jamani, haleluya. Maana utaenea. Jamani, amina. Maana utaenea. Haleluya. Maana utaongezeka. Maana watu watakuja, BBC itakuja ikuhoji, vyombo vya habari vya kimataifa vitakuja vikuhoji, viulisia habari zako. Maana utaenea. Utasema mimi ni mzee, nikuuliza habari za Bi Kidude. Bi Kidude show yake ya kwanza ya kimataifa ameifanya ikiwa na miaka 80 90. Bi Kidude anaimba huko amepinda mdomo. Show yake amesafiri dunia akiwa mzee. Mungu hakuna kitu ambacho Mungu amekuahidi kitadondoka kwa jina la Yesu. Hakuna ahadi Mungu amefanya itadondoka kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Nakutakia siku njema. Bwana akutunze. Tukutane kesho. Hebu shika sadaka yako sasa tumtolee Bwana.